Habari mtazamaji, karibu sana kutazama matukio, na hii ni Meato TV, sauti ya jamii inayokuletea habari za kitaifa na kimataifa. Kwa kwanza na habari za kitaifa, msomaji wako ni mimi Laurencia Sebastian. Moto usiojulikana chanzo umeteketeza nyumba zikiwemo samani za ndani za mwanamke mjane Bi Jessica Julius Msome mwenye watoto wanne, mkazi wa mtaa wa Mbugani, kata ya Nyankumbu, manispaa ya Geita, mkoani Geita. Mjane huyu amelazimika kulala nje kwa takriban siku 15 mpaka sasa kwa kuwa makazi yake yalikuwa yameteketea na moto. Aidha, mjane huyu ameeleza moto ule haujajulikana chanzo, hivyo anawaomba wananchi kumsaidia katika sakata hilo. Niliondoka asubuhi saa 12 kwenda hoteli kwa ndugu wangu. Nakuja kujua saa 7 naambiwa nyumba inawaka moto. Wakulima kutoka halmashauri ya wilaya ya Muleba mkoani Kagera wameomba kusaidiwa na serikali kuondoa wafugaji ambao wametoka nchi jirani, wanadaiwa kuingia na mifugo na kuharibu mazao yao. Wanabeba mifugo ya matajiri, wenyewe wanazibeba, wanatoka Mbunda, wanatoka Mleba, wanatoka Magata, wanawekeza hapa, imekuwa kama kitaro. Benki Kuu ya Tanzania inawaomba wachimbaji wadogo na wakubwa wa Mwanza kuwekeza katika taasisi zinazotambulika na serikali pamoja na kuuza madini yao katika benki hiyo ili kujiimarisha zaidi kiuchumi kwa kutumia mifumo mizuri na yenye tija. Na sasa tuamie katika upande wa matukio ya kimataifa. Taasisi ya uchunguzi imeanza kazi kubaini chanzo cha kifo cha mwanamitindo aliyefariki visiwani Zanzibar Ashley Robinson Aprili 9 akiwa mapumzikoni, ambapo jeshi la polisi visiwani Zanzibar limeendelea kushikilia passport za aliyekuwa mpenzi wake Joseph Makan, huku familia ya marehemu imefanikiwa kutuma mwakilishi kwa ajili ya shauri hilo. Naibu mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai Zanzibar ameeleza upelelezi wa tukio hilo unaendelea, wakiwa wanasubiri majibu ya uchanganuzi wa kitaalamu kutoka kwa madaktari. Jeshi la Marekani limeweka vizuizi kutumia njia ya bahari ya mlango wa Hormuz, ikiwa meli 4 zinazomilikiwa na Iran zimefanikiwa kupita katika mlango huo wa bahari. Hatua ya kuweka vizuizi baharini imeasili meli ambazo zinatumia bandari za Iran na wala sio zile ambazo hazikumilikiwa na Iran, ambapo vizuizi hivi vitawezesha meli zisizo za Iran kupita katika mlango huo wa Hormuz. Aidha, meli nyingi bado zinakwama kutumia mkondo huo wa bahari ambao ni muhimu katika usafirishaji wa mafuta na gesi.